No money in your coffers. Tumeelewana? Hamuna pesa ya kutosha kupeana kila mtu kila wakati anakotaka. Ndio sababu kwa mafikira zangu loan zinachukua muda mrefu kupeana. So solution ni hii. Solution ni kwamba increase your savings. Because nikiwaambia muende mchukue loan, that's a cost to you, si ndio? It's a cost to you. I can allow them to go and borrow money from cooperative bank. But then interest ya cooperative bank ziko juu. Na nani atalipa? Ni ninyi. So nataka muwe na subira kidogo. Na ninyi mwenyewe mjikakamue. Increase your savings so that tomorrow you don't complain like today. Investment for tomorrow must be savings for Today. 2. We are considering to change the policy, and all of you are participants, so that shares become tradable. Hizo vitu mnasema unaita shares, inaitwa non-withdrawable deposits. We want them to be tradable, so that those of you who bought shares when QKD started at a price of how much? We are starting with 690. At the price of 690 per share, 10 years down the line, you are not refunded you not get paid 690 when you want to trade off that certificate. You get something the market will offer. If today KQD is worth 100 million Kenya shillings, today, 10 years down the line, how much money is that worth? Si mnajua pesa ina appreciate. It should be 10 or 20 times more, si ndio? Wale wenu ambao mlinunua shares ya Safaricom, tulilipa shilingi 5, si ndio? Na sasa hivi ukitaka kuuza share ni shilingi ngapi? 250+. Ni mingi, si ndio? That's where we want your society shares to go. And that is in the policy that we are proposing to come into force. Tumeelewana? So, the point is, please invest. Okay? Invest in today. If you save today, you are investing for tomorrow. So that you tupunguze malalamiko mengi. For now, you should be grateful. Why? Because at least iko na KQD, si ndio? Unaweza ningenia kidogo kupatia pesa, si ndio? Would you go to a bank here and kata upate pesa? Unaweza enda? Si watasema wewe ni Mkenya mkorofi. Yeah? They doubt you, isn't it? Vile wana kwingineko. I'm not sure about Qatar. But kwingineko, they really doubt anybody black. Alright? They think you don't have financial skills. But we do. But please use your resources today. Save tomorrow. Utafaidika. Asanteni. Asante. Mambo ya kulalamika inachelewa. If it is not in the kitty, don't expect. That's what I wanted to tell you. Samahani, kama hawajaendelea, nimetaka kukujuza. Huyu ndugu anaitwa Charles Kariuki Ndungu. Ni ndugu yangu mzuri sana, member number 599. He's the one who was trending on the internet with 250,000. Na wakati alipopewa pesa yake, hakuwahi sema alipewa, alikimya sana. Tumeweza kumanage kupeana 5.1 million to these people that do not want to be with us. And we cannot force having them. And we have some few unsorted ones. Hapa chini, uko hapo, ndio kwa sababu unauliza. Wewe tulia tu, tutakupea, hii ni kidogo. Kama tulipeana hii, hata hii tutashindwa. Lakini tulia kidogo. Takupa amashwari by the grace of God. Na nyinyi wenye mmeamua kusimama na KQD to the end, simumimine rupesa pande ile ili tuamalize tubaki peke yetu. Tujitawali. Ama hamtaki? Release them waende. So that now we sit on our own. Utasikiaje ukitoa boma wewe? Uko kwako sasa, sio mzaya na koroma. Wacha waende tubaki kwetu. There is no problem. Now, rudi pale tafadhali kwa monthly. I want monthly. Unajua tukisema tunatumia kupeana pesa kila siku, kila mwezi, kila mahali, kuna watu wanasema tunadanganya. No. Mwezi wa Januari. Kuja Januari mwaka huu
hizi tuliahidi kuwa tutaiproject kwa education day. Panda juu tafadhali. Tumeweza kutoa pesa tukapatiana kwa za magari, tumeweza kupatia jamaa wengine hapo, Harrison Gaidho, member Geoffrey Gikonyo and what have you. Tumeweza kuwapea pesa, loan, resignation, car service, savings, withdrawal ya excess. Tumepeana, hatukupi yote, maana tunataka kila mtu apate kidogo kidogo. Kwa ile kidogo tuko nayo, tunataka kila mtu anyonye. Tumesema watoto tugawie matunda. Sasa tumeweza kugawa Januari peke yake, shuka chini tafadhali mara moja. Tumeweza kugawia Januari pesa ngapi? 9.9 million. Na zote ziko hapa, checkbook ziko hapa. Na mtu anaamuka anasema chairman aliiba pesa. Uliuliza zilienda wapi? Hii ndio cash flow ile rahisi. Maana nikikuandikia ama tukiruhusu auditor aandike, unakuja hapo unachanganyikiwa. Hapa ni nani alipewa? Ni Geoffrey Muge Karanja, member number 877. Alipewa pesa ngapi? 20,000. Kwa nini? Alikuwa amesota akiwa Kenya during vacation, akasema apewe withdrawal savings, aenda apige mungei. So tukampea. Sisi pesa yake. Twende mwezi wa Februari tafadhali. Twende mwezi wa Februari tumeweza kupeana pesa. Kama unafikiria huwa hatupeani, tuko na some investments ambazo tunasort. Kuna wale watu ambao wanakuja wa magari, kuna watu kama Charles Were, na chukua mmoja wawili. Charles Were, member number 896, aliweza kupewa 87,000 akitaka shamba yake ya Busia ilipwe. Na huyo ni wa kwetu na nimesoma huyo. Takuwa nilisaidia huyo jini wa kwetu. Sasa huyo wachana naye. Wacha turudi hapa. Joshua Kaimeli. Umepotelea tena. Okay, imeenda. Gladys na Luke. Member number 903 alipewa 296,100, ilikuwa loan. Na alikuwa amehitaji 400. Tukamwambia hatuwezi kukupea yote, wacha tukupee kidogo, vumilia hiyo nyingine tutakupea. And we give. Na tukishapea tumekuja chini hela kabisa. Kuna member aliresign hapa, alikuja kwa ofisi na alikuwa amekunja ngumi, alikuwa anazungusha tu. Na ule mtu anazungusha, ona pesa yenye anataka kunipiga nayo 68,000. Sasa ule alisave 1 milioni naye atanidunga kisu. Na huyu mtu amekaa Doha 7 years. 7 years ulisave only 68 ukuja kununua naye. Mnisaidie bwana, tupate pesa tupatie watu waende. Tumeweza kupeana pesa huo mwezi tuko mwezi gani? Tuko Februari. Februari tulipeana 12 million and 38,000. It's here. 20 March, haraka hii ni tuliahidi tuwapea. They must get, it's their money. It isn't my money. March bwana, kiliki kwa March. Hapa. March. March tuliweza kupeana pesa. Tukapeana Lawrence Felix Oure huyo ni mechanic. Tukapeana Hezron Gaidho, tukaweza mpatia check number member number 1015 akapewa 275, ilikuwa facilitation of Kimutai car. Hiyo ilikuwa gari yake tulikuwa tunamlipia, huyo alinunua ka second hand. Na pia ako na gari. So kwani second hand zinapakiwa tu sawa na hiyo mpya. Sasa total amount ambayo tulispend ni ngapi? 11 million point 4. Wewe unafikiria huwa hatuspend? Hizo cheki unafikiria zinaandikwanga? Mtu alisema ilikuangi. Sawa, 20 April. We better pay some violation if we have to. But wacha wajue. 20 April? Are we together? April tumeweza kupeana pesa, tumepandisha yote, UAP Life Force, sijui Pauline, hizo vitu zote ziko hapo. Ningetaka mkuje mjue kabisa kuna mtu anaitwa Gabriel Gachania, member number 1053, alikujia 39,000, huyu ilikuwa matanga. Na tunafaa kupeana 54,000. Ni kwa nini? Alimisi kusave mwezi moja. Na unajua kwetu kuna violation, you must save every month. Wengine mnafiwa, dada hatulipiangi, tunalipianga baba, mama, bibi au mtoto au wewe mwenyewe. Wewe ukifiwa dada yako, ndugu beba tu mzigo, hizi charity.
Sasa hapo unatubadilika. Lakini ule alikuja tulimpatia 39,000 na akaenda akafurahi. Na hapa nauliza nani alilipiwa Benobeleni? Kuinua mkono ni kama mawe imewekelewa. But no problem, hata mkikataa documents are there. Na tukaspend hapo, tulikuwa na muziki kidogo, tukaspend only 6.2. Na ndio iliingia na ikapeanwa yote. Twende Mei tumeweza kupeana pesa. Kuna wa benevolent, kuna facilitation, kuna withdrawal, kuna auto cards, kuna card rent, kuna car repair. Now, wakati ambapo hii pesa yote tumespend, teremka chini tafadhali. Teremka mwisho. Tumespend pesa ngapi? 5.8 million. Unajua hatuongeani kuhusu thousands. We are millionaires. Hata ukikataa unajua, that's why I told you I'm a rich man because I manage millions. So one day I will be a millionaire. So that is why we only talk in terms of millions. Najua kuna mtu anakasirika haka kama mtu kanatuudhi lakini akatoki hapo. Na sasa Juni ni chairman. Kuja Juni. Si baada ya mimi kutokuwa chairman, wewe pia utakuja useme. Now, kutokea hapo June hapo ndio kilianza kuumana. June imeenda, tumemaliza AGM na pesa hatujanunua magari bado. Tunaambia watu itakuja, haikuji. Hii zako inaanguka. Haki mlitume milioni 3 peke yake 6. Sasa milioni 3.6 na watu tumezoea kuspend 10 million and what have you, tutapeleka wapi? Haikadimira. Sasa tuliweza kuspend, hiyo ndio tulikuwa mwezi ya chini kabisa, 3.6 million. Twende mwezi wa Julai. Julai tumeweza kuspend. Kuna wale wamepewa loan, huyu akadungwa 100, Stephen Lijodi. Na Lijodi alikuwa mkali. Member number 661. It is well. Check member number ile pale na sababu, alafu akapewa. Alipopewa huyo alienda, lakini unfortunately hiyo pesa alipiga nayo Mungei na alipasuliwa kichwa nyumbani. Hiyo 68. Sasa uache guy hapo kose kupasuka kichwa yake nani? Nyinyi na Mungei. Sawa tu. Anyway ni hapo. Pesa yako unaweza tu hata kwa choo. Sasa mimi nitafanya nini? Nao kuna jamaa anaitwa Pauline. Wewe pia unanipeleka haraka basi pandisha juu. Mbona unanikaranga? Iko wapi Pauline? Pauline Kavala. Juu hapo hapo. Pauline? Hapa. Pauline Kavala. Check number 1299. Member number 2941. Alihitaji 60,000 kwa sababu alipokuja nyumbani mama yake alikuwa mgonjwa na alikuwa anatoka is it baharini ama Saudia. Alipokuja akainsist akalia, tafadhali tusort. Tuliandika pesa mara moja, cheki kaenda, mama yake akatoka kwa hospitali. Mama alikuja mpaka kwa ofisi kushukuru and I'm very happy. Huyu alinika nini nimemtaja, aliniletea kuku na Muluya mnajua na kuku. Niliipasua. You get me right on your behalf. To spend 8.05 million. Umenipata? Tuko na mwezi wa ngapi? Mwezi wa 8. Mwezi wa 8 bado tumeweza kuspend pesa from us, na kila expenditure yote iko hapa. Teremka chini tafadhali sababu ya masaa. Pale chini tukaweza kuspend milioni ngapi? We just spent millions. By the way, we are millionaires. Twende mwezi wa 9. Mwezi wa 9 kuna George Oromo alikuwa anafanya Arabian Map. Huyo alikujia pesa yake, akapewa loan. Sijui alinunua shamba ama nini. Sikumbuki. Michael Otieno Onyango ndio huyo. Huyo alikuwa ananimaliza. 40,000 alisema kama unipe yote juu zako inaanguka, wewe na mimi hatumalizi vizuri. Huyo aliniahidi kuwa atanigonga na mwenyewe, hata by the way, hata kama nimekonda hivi hiyo tu hadi siwezi tupa. But huyo jamaa alinileta juu, lakini uzuri alipewa pesa na alipopewa ilikuwa yake. Sitaki kusema vile alitumia, ilikuwa yake. Tulispend 5.8 million. Mwezi wa 10. Kwani mwezi wa 10 umepotea? Okay, Oktoba ndio cash flow tuliandika ya mwisho. Na ile expenditure yote tukiteremka, mtu naweza nani aliniletea shida kwa ofisi hapa? Alikuwa
Likuwa member. Maxika kwa wapi? Member namba ngapi? Sijui 599. Tulikuwa tumemaliza. Anyway, sawa. Maxi I think tulimsoti mwezi wa 9, sio wa 10. Now, hiyo pesa hao watu wote tumepeana, totals down how much? How much? 4.9. Tulikuwa tumezoea kuspend 10 million, 9 to 10. Mlipopunguza kusave, mkaongeza stress na pressure ndani ya mwili, but by the grace of